Karibu katika historia na siri ya ususi wa nywele Afrika. Tunapata historia yetu kutoka kwa mwandishi wetu Julius Saidi Komora. Historia na siri ya ususi wa nywele Afrika. Ususi wa nywele au kusuka ni tamaduni ya kitambo sana. Utamaduni huu unasemekana kuwa ulikuwa unatumiwa na jamii ya watu wa Misri, Egypt. Kumbuka, hawakuwa Waarabu. Takriban miaka 3500 kabla ya kuzaliwa Kristo. Ususi wa nywele ulitumiwa hasa kuonesha madaraja tofauti kwenye jamii, kama utajiri, dini, umri, kuwa au kutokuwa ndani ya ndoa, na wakati wa matambiko pia kuonesha ishara fulani. Ingawa leo hii wanaume wasukao huonekana wakifuata utamaduni wa magharibi, ila ususi wa nywele kwa mujibu wa historia uliopendelewa kufanywa na jinsia zote, ila kadiri siku zilivyosonga ulibaki kuwa ni wa wanawake pekee. Licha ya kwamba bado tuna makabila hadi leo wanaume wanasuka nywele zao, ila najua wengi mnatamani kujua kwa nini wanawake wa Kiafrika bado hupenda sana kusuka nywele zao. Hizi ndio sababu. Sababu namba 1. Ususi hutoa fursa ya kupiga soga. Kitendo cha kusuka kinaweza kikachukua muda sana na hatimaye kukera. Ila kukera huko kunaweza kusiwe shida tena kama wanawake hao watakuwa wanapiga soga kuhusu ndoa zao, watoto, maisha na vitu vingine. Sehemu zenye saluni za kike kunasifika sana kwa story za hapa na pale. Namba 2. Kukuza nywele. Sayansi imethibitisha kwamba nywele za kiasili za Waafrika zitaendelea kukua endapo zitasukwa mara kwa mara. Ugumu na ukavu wake zinaweza kuziweka nywele hatarini na kukatika. Ili zikue zaidi, inashauriwa kusukwa mara kwa mara. Hii ni sababu nyingine inayowalazimu wanawake wa Kiafrika kupenda kusuka nywele zao. Namba 3. Kwenda na wakati. Wanawake wengi wanasuka kwa kuwa wanapenda kwenda na wakati. Mitindo mingi huibuka kila siku, hivyo huwalazimu wanawake wengi kusuka kufuatana na mitindo. Namba 4. Urembo. Pia ni sababu tena kuu. Wengi husuka kuonekana warembo mbele ya macho ya wengi. Namba 5. Wengine hupenda kutibu vichwa na nywele zao dhidi ya magonjwa bila kunyoa nywele zao. Pale zinapokuwa zimesukwa tayari, basi hutoa nafasi ya kupaka dawa na kufanya matibabu mengine. Katika historia hii unakwenda kutambua kwamba kumbe namna ya ususi wa nywele huwa inahusishwa kabisa katika mambo mbalimbali, hususani miungu au kuashiria mambo fulani yanayotokea katika jamii. Ndio maana utakuta katika aina ya ususi wa nywele kuna majina mbalimbali ambayo unakuta wengi wanapatia katika aina hiyo ya ususi wa nywele, ikiwemo twende kilioni. Maana yake wakati ambapo watu walikuwa wakitaka kwenda katika mazishi, walilazimu kusuka aina fulani ili kuashiria lile tukio ambalo unakwenda kufanyika. Kwa wale wataalamu wa mambo ya ususi watajua kuna majina mengi mbalimbali ambayo yanayotokana na aina hiyo ya kusuka nywele. Na wengi mtaona hapo wengine nywele zao zimerefuka kama zile nyumba za waganga wa kienyeji. Kwa hiyo moja kwa moja kabisa unakwenda kuona kwamba aina ya ususi wa nywele ni tamaduni za Kiafrika ambazo walikuwa kifanya tangu enzi wakati bado hawajamjua Mungu. Sasa ukija katika maandiko matakatifu, yani Biblia, utakuta kuna vitu vingi Mungu huwa yeye anavieleza kwamba watu wanapaswa kuviacha. Unakuta mara nyingi havijafafanuliwa kwa undani, lakini tunapaswa kuwa ni watafiti tunapokuta Mungu amesema kitu hiki hakitakiwi, ili tusiingie katika hatia baadaye ya kutokujua. Ndio maana sasa utaona nikinukuu Biblia
katika ile Timotheo wa kwanza ile sura ya 2 na ule mstari wa 9. Hapa Biblia inasema kwamba vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele. Kumbe hata Mungu anajua kwamba aina ya kusuka nywele tayari mbele za mwanadamu anakuwa amekwenda kufanya kitu ambacho kipo sawa. Japo kuna wahubiri wengi siku hizi leo wanakwenda kuhalalisha mambo haya kana kwamba ni mambo ya hekima tu, ni mambo tu ambayo wanapaswa kufanya ili wapendeze. Na vile vile ukisoma katika Isaya sura ya 3 na ule mstari wa 24, inasema hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa uvundo, na badala ya mishipi kamba, na badala ya nywele zilizosukwa vizuri upaa, na badala ya kisibau mavazi ya kigunia. Kumbe unaona kabisa kwamba mambo ya kusuka nywele Mungu anayakataza hapa, kwa sababu tumeona kwamba kumbe katika zile sababu ambazo tumezisoma, mmoja wapo ya sababu nyingine inaelezwa kwamba wanasuka nywele ili nywele zao ziwahi kurefuka, hususan katika bara letu la Afrika. Wengi baada ya kuona nywele zao hazirefiki kwa haraka, waliamua kubuni mbinu ya kuanza kuzisuka zile nywele zao ili ziweze kurefuka. Kwa hiyo hapo kuna tamaa, dhambi ya tamaa ya kutamani uzuri fulani ambao Mungu anakuwa hajamuumba nao mtu, sawa sawa na ile Warumi sura ya 1 na ule mstari wa 26. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo asili. Maana ziko tamaa za aibu. Hivyo Mungu alishaeleza kwamba kusuka nywele mbele zake ni makosa. Hivyo wengi huwa wanaanza kuwaza kwamba labda tu ni ile ya kuweka viambata, hata kama hujaweka viambata ni dhambi.